Mseto Media, tupo kazini kukuhabarisha. Hapa utapata habari zote za ukweli. Hakikisha umesubscribe. Maaskofu washindwa kaa kimya, waibuka na kuhoji mazito kufuatia ripoti ya tume ya uchunguzi wa matukio uvunjifu wa amani ya Oktoba 29 na siku zilizoendelea iliyopo chini ya Jaji Chande. Unatizama Mseto Media, akishambonyeza maneno subscribe kisha alama ya kengele ili usiwe unapitwa na taarifa zetu. Kama tunavyojua ni kwamba tume ya Jaji Chande ilitangazwa kwamba ingekuwa imeshatoa ripoti ya matukio ambayo yalitokea siku ya uchaguzi wa Oktoba 29 na siku za kuendelea, lakini baadaye ilikuja kutolewa taarifa kwamba ripoti hiyo imesogezwa mbele, kitu ambacho watu wengi walikuwa wakihoji sana huko kwenye mitandao, hasa na harakati, lakini pia viongozi wa vyama vya kisiasa. Sasa baada ya ripoti ya tume kukaribia kutolewa, yalijitokeza makundi mbalimbali ambapo mengine yalikuwa yanasema kwamba yana imani sana na ripoti hiyo kwamba iko sahihi, lakini wengine wakisema hawana imani, ambao walijionyesha kuanzia mwanzo kama Chadema na wengine. Sasa kufuatia hayo, sasa maaskofu kupitia askofu wa kanisa la Kiinjili na Kilutheri KKKT Kalikawe Lwakalinda Bagonza ameibuka na kuweza kuandika huku akioji masuala kadhaa kuhusiana na ripoti ya tume hiyo. Askofu Bagonza kwa kupitia kurasa zake za mitandao ya kijamii ameanza kuandika, mimi nakwenda kunukuu: tume ya Chande inaonewa. Akaanza moja, lipo kundi limepinga tume ya Jaji Chande tangu kuundwa kwake. Sababu ya ukuu ni muundo wake na jinsi ilivyopatikana. Hawa wana haki hata ya kukataa matokeo ya tume pale itakapotolewa hadharani. Mbili, lipo kundi la pili linalokosoa uamuzi wa kuunda tume hii badala ya kuunda tume ya kijaji au labda tume ya uchunguzi kutoka nje. Kundi hili lina haki zote mbili, yaani kuikataa au kuikubali ripoti ya tume ya Chande pale itakapotolewa hadharani. Lakini tatu, limeibuka kundi la tatu linaloipongeza tume ya Chande hata kabla ya ripoti kutolewa. Hili halizungumzi muundo, hadithi za rejea wala mazingira ya tume. Linaongea kana kwamba limeshaona maudhui ya ripoti na sasa linauandaa umma ukubaliane na ripoti hiyo ambayo haijawekwa hadharani. Kwa maoni yangu, kundi la tatu kwa nia njema linaichafua tume ya Chande. Siamini kama limetumwa na tume, lakini pia siamini kama limejituma. Siamini pia kwamba kundi hili limeonyeshwa ripoti hiyo kabla haijatolewa hadharani. Nijuavyo, tume ya Chande ina uwezo wa kutosha kujichafua na kujiharibia, tusisaidie. Wajaluo wakishalewa huwa wanapenda kusema, ukimhifadhi mama mkwe kwenye chumba chenye giza, usiwe na tabia ya kumulika humo chumbani kwa tochi. Mnaomulika ilikofichwa tume ya Chande, acheni, mtapofuka. Hayo bwana ndio ameandika askofu mkuu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Kalikawe Bagonza, ambayo yeye amehoji kuhusu hilo kundi ambalo anadai linasifia kabla hata ripoti haijatolewa. Je, una maoni gani juu ya hili au juu ya andiko hili la askofu Bagonza? Basi tuandike hapa chini na sisi tutasoma. Hii ni Mseto Media, kikubwa zaidi hakikisha umesubscribe ili usiwe unapitwa na taarifa zetu. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.